Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini kwamba mnaendelea vizuri, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kutengeneza vichwa vya habari kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kiusalama inazidi kujenga wasiwasi. Na mabadiliko muhimu yameripotiwa ndani ya kundi la wahasi la Convention pour la Révolution Populaire CRP linalofanya kazi katika mkoa wa Ituri, ambapo mmoja wa viongozi wake ametangaza kujiondoa kwenye harakati hizo na kujiunga na taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hii inakuja wakati ambapo operesheni za kijeshi na za vikosi vya FARDC vinaendelea kuimarishwa katika maeneo mbalimbali ya eneo hilo. Afisa huyo Lievin Bimwengi Madipua ametangaza rasmi kujitenga na uasi unaoongozwa na Thomas Lubanga. Tangazo hilo lililotolewa huko mjini Bunia baada ya mazungumzo na mamlaka za usalama za eneo hilo. Alieleza nia yake ya kujiunga na mchakato wa serikali na akawataka wenzake wa zamani kuachana na mapigano, akisisitiza kuwa mifumo ya msamaha na urejeshaji wa maisha ya kiraia iliyowekwa na serikali bado iko wazi kwa wale wanaochagua kurudi katika amani. Katika ujumbe wake alisisitiza umuhimu wa kuipa kipaumbele amani na kuepuka migogoro ya silaha katika mazingira ambayo juhudi za kuwaondoa wapiganaji na kuwajumuisha tena katika jamii zinaendelea kuhamasishwa na mamlaka. Hatua hii ya kujiondoa inatokea wakati ambapo shinikizo la kijeshi la FARDC linaendelea kuongezeka dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na CRP, hasa katika maeneo ya Jugu na viunga vyake. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi mkoani Ituri, Lieutenant Jules Ngongo amedai ya kwamba baadhi ya wapiganaji wa CRP wamekuwa wakijipanga upya na kuhamia katika eneo la Mahagi baada ya kushindwa kijeshi katika mapigano ya Jugu. Jeshi linasema kuwa makundi haya yanajaribu kujipanga upya ili kuendeleza uwezo wao wa kuhatarisha usalama, lakini inathibitisha kuwa limeahirisha ulinzi wake ili kuzuia jaribio lolote la kurejea kwa nguvu au kupanua ushawishi wao. Mchanganyiko wa kujiondoa kwa baadhi ya wanachama na shinikizo la kijeshi unaonekana na mamlaka kama ishara ya kudhoofika kwa CRP. Hata hivyo, vyombo vya usalama vinakiri kuwa tishio bado halijaondoka kabisa, kwani baadhi ya vikundi vinaendelea kuhamia katika maeneo mengine ya kaskazini mwa Ituri. Katika muktadha huu, ingawa kujisalimisha kwa kiongozi kama Lievin Bimwengi Madipua kunachukuliwa kama hatua chanya kwa juhudi za kuleta amani, ila mamlaka zinaona kuwa lazima hatua hiyo iende sambamba na kuendelea kwa operesheni za kijeshi na mipango ya kuwanyang'anya silaha wapiganaji ili kuimarisha uthabiti wa muda mrefu katika eneo hilo. Na tukumbushe kuwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vimesema rasmi kuwa vimepata mafanikio ya kijeshi katika operesheni zao dhidi ya wapiganaji wa kundi hilo la Convention pour la Révolution Populaire CRP katika wilaya ya Jugu na ni huko mkoani Ituri. Operesheni hizi ni sehemu ya mkakati unaochanganya shinikizo la kijeshi pamoja na mbinu zisizo za kijeshi kwa lengo la kudhoofisha kabisa makundi yenye silaha yanayoendelea kufanya kazi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, vinadai kuwa jaribio la kuvizia lililohusishwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa wa Thomas Lubanga lilizimwa katika eneo la Bule wakati doria za kivita za FARDC zilipokuwa zikiendelea. Hatua ya haraka ya vikosi vya serikali iliripotiwa kupelekea kupotezwa kwa wapiganaji 6 pamoja na kuvunjwa kwa mpango mzima wa shambulio hilo. Msemaji wa jeshi la mkoani Ituri, Lieutenant Jules Ngongo, amethibitisha operesheni hizo na kueleza kuwa kwa sasa hali ya usalama katika eneo hilo iko chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali. Wakati huo huo, FARDC pia imeeleza mafanikio ya mbinu za amani zisizo za kijeshi zinazojikita katika uhamasishaji wa jamii na ushirikiano na viongozi wa kimila. Katika eneo la Nizi, wapiganaji wawili wa CRP walijisalimisha pamoja na silaha zao baada ya juhudi za uhamasishaji zilizofanywa na wachifu wa eneo hilo wanaoshiriki katika kukuza amani.
Jeshi limesifu ushirikiano unaoongezeka wa baadhi ya viongozi wa jamii, ikisema ni hatua muhimu katika kurejesha mamlaka ya dola. Pia limewataka viongozi wengine hususan katika eneo la Bule kuongeza juhudi za kutoa taarifa kuhusu makundi ya wahasi ambao bado yanayofanya kazi. Katika ujumbe wake mkali, FARDC imewataka wapiganaji wanaoendelea kubeba silaha kuachana na mapigano na kujiunga na michakato ya amani inayoendelea, huku ikisisitiza kuwa itaendelea na operesheni za kijeshi chini ya uongozi wa Lieutenant General Johnny Luboya. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo, hali ya usalama katika maeneo kadhaa ya Jugu bado ni tete, huku uwepo wa makundi yenye silaha ukiendelea kusababisha hatari ya machafuko mapya. Mlipuko mkubwa uliripotiwa Jumapili hii kwa majira ya saa 11:30 jioni ama 17h30 katika eneo la Kavumu kaskazini mwa mji wa Bukavu na kusababisha hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Tukio hilo linadaiwa kutokea karibu na uwanja wa ndege wa Kavumu, eneo nyeti ambalo mara nyingi hufuatiliwa kwa karibu kutokana na hali ya kiusalama. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wakazi mbalimbali, mlipuko mmoja au zaidi ilisikika ikifuatiwa na moshi mzito ulioweza kuonekana angani kutoka mbali. Hata hivyo, chanzo halisi cha mlipuko huo hakijulikana mara moja na hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu asili yake au uharibifu uliosababishwa, japokuwa kuna tetesi zenye kusema ya kuwa ni wahasi wa M23 ndio waliokuwa wakiosha na kufanyia majaribio vifaa vyao. Tukio hili linajiri katika mazingira ambayo tayari yamekumbwa na mvutano wa kiusalama katika eneo hilo. Siku moja kabla, matukio yanayofanana yaliripotiwa katika eneo la Chivanga, jambo linaloongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuzorota kwa hali ya usalama. Mamlaka za eneo hilo pamoja na vyombo vya usalama vinatarajiwa kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu matukio hayo, huku wananchi wakiendelea kusubiri taarifa rasmi juu ya kilichotokea. Na huko Katana Centre katika wilaya ya Kabare, tukiwa tu katika mkoa wa Kivu Kusini, inadaiwa kuwa eneo la matukio makubwa ya ukiukaji wa haki za binadamu kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani vinavyolingana. Wanachama wa kundi la M23 wakisaidiwa na mkuu wa kituo aliyewekwa hivi karibuni na wahasi wanatuhumiwa kuendesha operesheni za kuwakamata kwa wingi raia wa kawaida. Kwa mujibu wa ushuhuda huo, ni siku ya Jumamosi tarehe 25 Aprili ilishuhudia kukamatwa kwa takriban raia 40 ama 40 muda mfupi baada ya shughuli za kijamii yani salongo. Watu hao walituhumiwa kutokuwa na jeton ama kibali kilichosahiniwa na kiongozi huyo wa eneo. Waliokamatwa wanadaiwa kushikiliwa katika chumba cha mahabusu kilichoandaliwa ndani ya makazi ya Mheshimiwa Lukwebo ambayo kwa sasa yanakaliwa na wahasi. Inasemekana kuachilia kwao kulipatikana baada ya kila mmoja kulipa kiasi cha takriban faranga za Kongo 110,000 na 10,000 yani 110,000 francs congolais, pamoja na kupigwa viboko na kufanyiwa vitendo vya ukatili. Siku iliyofuata yani ya Jumapili ya tarehe 26 mwezi huu, operesheni kama hizo ziliendelea ambapo takriban watu 20 ama 20 personnes wengine walikamatwa katika mazingira yanayofanana. Ushuhuda unaeleza pia kuwepo kwa vitendo vya mateso na unyanyasaji wa kinyama vinavyohusishwa na ukosefu wa hati hiyo inayotakiwa. Matukio haya yamezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo katika hali ambayo tayari imegubikwa na ukosefu wa usalama katika maeneo kadhaa ya Kivu Kusini. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na wahusika wanaotajwa katika tuhuma hizo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kwa nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kuendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.